Ndugu zangu wa Tanzania, habari za wakati huu tena. Mimi ni kijana mzalendo na leo nimekuja na machache, nafanya kidogo analysis baada ya kusikiliza kwa kipande msemaji wa serikali, Katibu Mkuu Gerson Msigwa. Nadhani Gerson Msigwa sikujibu, mimi simjibu, lakini kitu pekee ambacho unatakiwa kufanya, naomba sana kwa unyenyekevu, na hili nilishawaambia hata viongozi wakubwa wa nchi kwamba serikali kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatakiwa aombe radhi kwa wananchi kwa matukio yaliyofanyika tarehe 29 na siku zilizofuata ya watu kupigwa risasi. Watu wameuawa. Na naomba sana viongozi nyinyi, msilete mzaha kwenye maisha ya wananchi. Msilete mzaha kwenye afya za watu. Mnatia uchungu. Wananchi bado wana makovu, wana majonzi makubwa. Hivi wewe leo Gerson Msigwa, watoto wako wangekuwa wamepigwa risasi wakauawa leo, ungezungumza hayo uliyozungumza leo? Hebu chukua mtu ambaye ana mke wake amepigwa risasi amekufa. Mchukue mtu ambaye ana watoto 5 katika familia yake wamepigwa risasi wamekufa. Hebu chukua ile, hebu ichukue hiyo. Je, unaweza mtu huyu unaweza ukamweleza akakuelewa? Au unafikiri anaweza kusema kwa lugha unayotaka wewe aseme? Mtu mwenye majonzi makubwa kama haya, familia nyingi zinamezika ndugu zao, watu wamekufa. Usifanye mzaha kwenye miili ya watu, usifanye mzaha kwenye hisia za watu, unachochea. Yaani badala ya kuzima hili jambo unazidi kulichochea tena. Hivi hizi shule ziliwafanya watu kuwa mandindindi zaidi, au yani lengo lake hasa, lengo la shule hizi ni nini hasa? Au haya madaraka lengo lake hasa ni nini? Mimi ninajua kwamba ukishakuwa na cheo, ukishakuwa kiongozi, kitu cha kwanza kazi yako ya uongozi ni kutatua changamoto za watu, ni kukabiliana na hizo changamoto zinazokuja, halafu uzitatue, utafute solution, sio kutweza watu. Mnakosea. Halafu unavipongeza vyombo vya habari vya nchi hii. Kweli ni kweli, kwa sababu wanasema kwamba mnawapongeza vyombo vya habari vimefanya kazi nzuri vya ndani ya nchi, kwamba msianze kuwaza kuhusu watu wengine wanaosemaje. Watanzania wana akili, hawa Watanzania wana akili ya kuchambua kitu ni kizuri na kitu kibaya kipi. Wanajua Watanzania. Msiwafanye Watanzania kama mandindindi. Hivi mtu aliyeandika kwamba ndugu yake amepigwa risasi amemuona, na mtu mwingine akaandika kwamba hakuna mauaji yaliyotokea, ni nani atakaye kuwa credible? Unataka mtu atamsikiliza yupi kati ya hawa wawili? Anayesema kwamba hakuna mauaji na yule mwingine anayesema kwamba kuna mauaji mengi yametokea. Unataka kuachieve kitu gani? Unajua bana, tuna tatizo, bado tuna changamoto kubwa sana. Lakini msicheze na afya za wananchi. Mtu anazungumza kuhusu watu wanatekwa. Kwani watu hawatekwi? Hao wanaoteka wao wako wapi? Wanaoteka watu wao wako wapi?
mnatukosea sisi wa Tanzania, mnawakosea wananchi. Ninyi viongozi mliopewa dhamana, inawezekana mmepewa dhamana ambayo kimo chake ni kikubwa kuliko uwezo wenu. Kama umepewa dhamana kubwa kuliko uwezo wako, si bora ukaachia ngazi tu ukawapa watu wengine ambao wana uwezo wa kuifanyia kazi hiyo nafasi uliopata. Wananchi tumepewa na katiba hii uhuru wa kutoa maoni. Wananchi tumepewa na katiba hii nguvu ya kulinda nchi. Sasa badala ya kulinda nchi na wananchi wake na rasilimali zake, badala yake mnachofanya ni kulinda kundi ambalo linahatarisha, limewekwa kwenye kona ya kupokonywa rasilimali wanazozimiliki. Ndio hivyo, tutasemaje sasa? Utasema kwamba nchi hii, mfano kama ufisadi unaofanyika katika nchi hii, na wenyewe kuna mwandishi gani wa Tanzania hii alishawahi kufanya hata habari ya uchunguzi swala zima pale bandari ya Dar es Salaam kwa mfano, mikataba iliyosainiwa pale? Kuna mwandishi yupi wa habari katika nchi yetu aliyejaribu kwenda kuchunguza hii mikataba tulioingia, mikataba ya pale bandari ya Dar es Salaam? Kuna mwandishi wa habari yupi aliyewahi kufanya uchunguzi katika hii mikataba tuliosaini katika makaa ya mawe? Kuna mwandishi wa habari yipi aliyewahi kwenda kufanya uchunguzi kwenye mikataba tuliosaini kwenye gesi, ili tujue kwamba Watanzania tunafaidika na gesi yetu kiasi gani? Kuna mwandishi wa habari yupi ambaye alishawahi kwenda kufanya uchunguzi katika mikataba ya madini yetu? Yupi? Yuko wapi? Au unataka kutuambia nini? Mikataba hii inayosainiwa ya rasilimali za nchi, ni mwandishi yupi aliyewahi kwenda hata kuulizia kuhusu mikataba inayolalamikiwa na Watanzania? Yuko wapi mwandishi huyo? Hata kama akitokea anapewa ushirikiano wa hiyo mikataba, tunajua kwamba hiyo mikataba inahusu nini. Imekuwa ni siri yenu, kwa sababu mnajua mlichokisaini kinawanufaisha nini wewe na genge lako. Mnatukosea Watanzania, mnatukosea. Watu wanadai katiba mpya, ni dai la wananchi. Watu wanadai tume huru ya uchaguzi, watu wanadai ajira vijana. Hivi kwa mfano hawa vijana mnaozungumza kwamba vijana wanahamasishwa, vijana hawawezi kuhamasishwa kama wana kazi. Yuko wapi kijana ambaye yuko busy na kufanya kazi, anafanya kazi asubuhi, mchana, jioni, akirudi nyumbani anapata hela, amechoka? Atapata wakati uko wapi? Wakati ataupata upi wa kwanza kufuatilia hayo mambo? Ni vijana wanaofuatilia, ni kwa sababu vijana hawana ajira. Tatizo solution ya kutatua swala zima la ajira uwezo ni mkwa mdogo. Kwa nyinyi viongozi, msiwalalamikie hawa watu. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba ningepewa nafasi ya kiongozi katika nchi hii ni ndani ya siku 100 tu. Yaani hakuna kuwa na malalamiko yote haya. Kwa nini? Kuna shida gani? Ruhusu watu wazungumze, kwa sababu kupitia kuzungumza hivyo unapata sehemu gani panapovuja, ili kusudi pazibe uzembe unaotokea. Nani atakaye? Mnawatisha wananchi. Sasa mimi nawaambia kile siku moja kwamba binadamu ukimzuia kusema, akipata nafasi ya kusema, atasema jambo ambalo hamtataka hata kulisikiliza, na anaweza akatenda mambo ambayo hamjawahi